katika kitabu cha Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 13. Hao wako salama. Roho Mtakatifu anaendelea kuwagusa na atawainua wakiwa na ushindi wao. Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 13. Maneno matakatifu yanasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Lakini pia fungua na mimi katika kitabu cha Warumi 5 na ule mstari wa 8. Warumi 5 mstari wa 8. Mstari wa 8. Neno la Mungu nasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Haleluya. Kama jirani yako ana furaha, mwambie Mungu akubariki. Muulize unaendeleaje? Muulize unajisikiaje? Anajisikiaje jirani yako? Haleluya. Nipungieni mkono kama tuko pamoja, afu tumpigie Bwana Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami siku ya leo Roho Mtakatifu ameyasukuma maneno haya moyoni mwangu ili niweze kukuletea. Nichukue nafasi kumshukuru Mungu kwa kunipa hii neema. Ni kibali cha tofauti, namshukuru sana. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu Pastor Geoffrey ambaye ameona ni vema niweze kusimama. Naomba niende moja kwa moja katika ujumbe ambao Bwana amenipatia kwa mistari ambayo tayari nimeishaisoma. Tumeanza na mstari na sura ya 15 Yohana mstari wa 13, na tumesoma pia katika Warumi 5 mstari wa 8. Kwa wewe ambao unapenda kuandika, andika tu upendo una gharama. Upendo una gharama. Haleluya. Hicho ndicho kichwa cha ujumbe wetu siku ya leo. Upendo una gharama. Wakati napewa mstari nilikuwa najaribu kutafakari mambo mengi sana, ambapo Yesu mwenyewe anazungumza haya maneno katika ulimwengu na akiwa na wanafunzi wake. Anawaambia maneno haya ya kwamba hakuna upendo ulio mwingi kiasi hichi cha mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wakati natafakari ya maneno, nilikuwa najaribu kuangalia level za upendo. Roho Mtakatifu akawa anajaribu kunifundisha kwamba zipo level za upendo. Na ndiyo maana Yesu anazungumza kwamba hajawahi kuona na hakuna upendo mwingi. Yaani upendo huu ambao Kristo anauzungumza ni upendo wa level ya hali ya juu sana, au ni upendo wa mwisho kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anajaribu kuupima, anashindwa kuupima. Ndio maana asema ya kwamba ni mwingi. Kwa tafsiri nyingine haupimiki.
upo ambao unaweza ukapimika, lakini upendo huu Yesu anaozungumza amejaribu kuangalia na kupima, umeshindikana kupimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni upendo wa level ya juu sana. Ni upendo ulio kwa Mungu. Ni upendo unaopatikana kwa Mungu. Ndio maana Yesu anazungumza maneno haya. Lakini pia yake katika mstari anasema upendo huo wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hajawahi kuona upendo kama huu na aupo wa mtu mwenyewe kuamua kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yaani kuamua mwenyewe kufa ili rafiki zake waweze kuwa hai. Kutoa uhai kuwapatia rafiki zake ili wao wawe hai, alafu yeye afe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka uangalie kitu wakati huu, wakati naendelea kukufundisha. Katika huu ulimwengu hakuna kitu ambacho kinaogopeka kama kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwanadamu unayemuona anajaribu kuua, anakimbilia hospitali. Akisikia hali fulani anakimbilia huko. Anajisikia hali fulani anakimbilia kule. Yuko tayari kwenda katika nchi za mbali. Lengo ni nini? Lengo ni ile asife. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kifo ni kitu kikubwa katika ulimwengu kwa wanadamu. Na ni kitu ambacho kinaogopeka sana kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anakuja kutuambia kwamba katika upendo ambao anatuonesha ni yeye kukubali kufa. Haleluya. Ni yeye kukubali kufa, kupoteza uhai wake ili rafiki zake waweze kupata uhai. Nini maana maneno haya? Roho Mtakatifu alikuwa ananijaribu kunipeleka katika kitabu cha Mwanzo. Anajaribu kunielezea kwa nini uhai. Kwa nini Yesu autoe uhai wake kwa ajili ya rafiki zake? Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ambao Mungu alikuwa amemuumba kwa mfano na kwa sura yake, Biblia inasema kuna kipindi alikufa. Haleluya. Kuna kipindi huyu mwanadamu alikufa. Maanake alitengana yeye na Mungu. Alikuwa mbali na Mungu. Aliyakosa mahusiano kati yake yeye na Mungu. Mwanadamu ambaye alikuwa amezoea Mungu kumtembelea katika bustani, kuisikia sauti yake, kuelewa nini kinaendelea katika mbingu. Mwanadamu ambaye alikuwa amezoea kukaa ndani ya uwepo wa Mungu, kukaa ndani ya neema ya Mungu. Mwanadamu huyu kuna kipindi alitengwa na Mungu. Na katika roho anasema alikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maana Mungu wakati anazungumza na Adam alimwambia maneno haya: hakika mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya msile, kwa maana siku mtakayokula hakika mtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kweli baada ya udanganyifu wa shetani aliweza kusababisha mwanadamu akatengana na Mungu. Na kwa sababu Mungu ni Mungu wa kanuni na sheria, na ni Mungu ambaye aliangalia neno lake, liliweza kutimia neno alilolisema kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Lakini haikuwa ni mpango wa Mungu kwamba mwanadamu afe. Haikuwa mpango wake, kwa sababu katika uumbaji wake wote na vyote alivyovifanya, ni kiumbe mwanadamu pekee alichokiumba kwa mfano na kwa sura yake. Naongea na kanisa. Kuna mahali nataka nikupeleke. Uko tayari? Ni kiumbe pekee ambacho huwezi ukakifananisha na viumbe vyovyote katika ulimwengu.
Mwanadamu ni kiumbe pekee ambacho Mungu alikuwa anazungumza naye. Ni kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano na kwa sura yake. Wakati anaumba anasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Kwa hiyo ni upendo wa Mungu mwenyewe alioonyesha kwa mwanadamu tangu kumuumba. Haleluya. Haleluya. Tangu mwanzo Mungu alimpenda mwanadamu mpaka anashare naye kitu kikubwa kama hichi. Ni upendo wa ajabu. Ndio maana nasemaga siku zote ni mbaya sana mwanadamu kufananishwa na uumbaji wowote wa Mungu katika ulimwengu. Sisi wakati tunazaliwa tunasoma mashuleni tulikuwa tunaambiwa sisi tunafananishwa na nyani. Tumetokana na nyani. Tunafananishwa na vitu vingi sana vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na si kwamba ni vya ajabu. Mungu aliviumba kwa jinsi yake na kwa namna yake na kwa kupendeza kwake. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa utukufu wake. Na kwa mwanadamu namna alivyokuwa amemuumba ni kwa jinsi yake, ni kwa namna yake, kwa ajili ya utukufu wake. Kwa mwanadamu hatakiwi kufananishwa na kitu chochote. Hata kama angekuwa ni mfupi au mrefu au mweusi au mwembamba. Bwana Yesu asifiwe. Au mnene, hatakiwi kufananishwa na kitu chochote. Ni dhambi mbele za uso wa Mungu. Haleluya kanisa. Tuko pamoja. Haleluya. Ni dhambi mbele za uso wa Mungu. Kwa sababu ni kwa upendo wake yeye mwenyewe alimtengeneza na akamfanya hivyo alivyo kwa utukufu wake. Nataka uliangalie pendo la Mungu tangu mwanzo Mungu anamuumba mwanadamu. Na baada unaweza kaangalia upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Kabla hajamwekea vitu vingine vyote, kwanza alimtengenezea na mazingira ya yeye kukaa. Adamu hakuhangaika kuitengeneza bustani. Adamu hakuhangaika kuweka ile miti. Naongea na kanisa. Adamu hakuhangaika kufanya chochote. Biblia inasema Mungu alifanya vyote, akamtengenezea Adamu, alafu akamweka katika bustani ya Eden. Kila kitu kikiwa vizuri. Nataka uitambue thamani yako siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Alimwandalia mazingira kwanza, akamtengenezea kila kitu, alafu akamchukua Adamu, akamweka mahali pale. Adamu akawa ni mwangalizi katika bustani. Lakini kila kitu tayari Mungu alikuwa ameshafanyia mwanadamu. Na Shetani kwa sababu alijua nini kinachofanyika, nini Mungu anachokifurahia kwa mwanadamu, alifanya namna yoyote ili aweze kumtenga na Mungu mwanadamu. Ayakatilia mbali mahusiano yake yeye na Mungu. Na kweli alifanikiwa. Baada ya kumdanganya na kuingiza elimu mbovu, Adamu alipoipokea, Biblia inasema hakika mtakufa katika Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu hapo mwanadamu akapoteza kwa wakati huo. Haleluya. Na mpaka siku ya leo, kwa yule ambaye bado hajampokea Kristo, bado yuko katika hiyo hali. Biblia inasema alikufa. Unaweza ukasema alikufaje? Katika roho alitengana na Mungu, manake akafa. Mwanadamu yoyote akitengana na huu mwili, yani roho ikitengana na mwili, amekufa. Si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo katika roho ndicho kilichotokea. Adamu alibaki, au mwanadamu tulibaki tukiwa hai katika mwili, lakini tumekufa katika roho. Kwa maana tuwezi kumsikiliza Mungu wetu aliyetuumba.
Tulisahau vyote ambavyo Mungu alikuwa ametukirimia. Tulisahau. Tulisahau tabia zote ambazo Mungu alikuwa ameweka ili sisi ziweze kutufanya sisi tuendelee kuwa shirika naye. Zilipotea kwa sababu tulizipokea tabia nyingine za ulimwengu huu ambazo tulifundishwa na Shetani. Naongea na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo 3 kuna mstari unazungumza kwamba anasema kwamba una jina la kuitwa hai, kumbe umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anazungumza na kanisa. Kwa hiyo kumbe mwanadamu baada katika ile bustani ya Edeni, kitendo cha kula lile tunda au kitendo cha kumtenda Mungu dhambi, mwanadamu alikufa. Akabaki ni jina katika mwili, kwamba yuko hai katika mwili, anatembea, aliendelea kufanya mambo yake ya kawaida. Lakini ukimwangalia Adamu, kwa wale ambao wamekuwa somaji wazuri, Adamu hakuridhika na ile hali. Hivi unajua, umewahi kusikia hali fulani alafu ghafla haipo? Kwa vyovyote vile huwezi kuwa na amani. Ndio maana Adamu aliendelea bado kufanya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Bado aliendelea kutengeneza madhabahu na kutoa sadaka zake. Lengo, kuna kitu anahisi kimepotea kwenye maisha yake. Anahisi kuna kitu hakipo sawa. Akijaribu kukifikia kina naona kabisa kuna kitu hakipo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Anasema yu hai katika mwili lakini amekufa. Ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Hata Yesu alipokuja katika ulimwengu, bado alikuta watu wanaendelea na maisha ya kawaida. Aliwakuta wanaendelea kununua vitu, aliwakuta wanaendelea kutawala, lakini katika roho ni watu waliokufa. Haleluya. Haleluya. Wanaendelea kuzipokea elimu za baba yao wa uongo. Wanaendelea kuzipokea elimu za udanganyifu. Zinaendelea kuwabadilisha. Wanaendelea kupokea elimu ambazo Mungu hawakuwapatia, na maisha yaliendelea. Na maisha yanaendelea. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu aliwakuta watu wako hai, wanaendelea na maisha. Lakini katika roho kuna vitu vilikuwa haviko sawa. Kinachoitwa ni nini? Ni uhai katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika kitabu cha Yohana 3, Mungu pamoja na kwamba huyu mwanadamu 3:16, pamoja na kwamba huyu mwanadamu anaondoka, amekufa, yuko mbali na mimi, Mungu hakuridhika bado. Nataka uone upendo wa Mungu wanadamu. Haleluya. Kwenye maisha yetu Mungu hakuridhika. Mungu aliendelea kuugua. Ndio maana Daudi anasema, mwanadamu ni kitu gani Mungu? Mungu hakutulia. Mungu ana malaika, ana viumbe vingi kule mbinguni anavyopendezwa navyo, lakini bado pamoja na kwamba Adamu ameenda mbali nao, bado Mungu hakuridhika. Aliendelea kuugua. Kwa nini aliendelea kuugua? Kwa sababu alihitaji ushirika na yeye. Alikuwa anafurahia uwepo wa Adamu. Alikuwa anafurahia Adamu anavyomtukuza. Alikuwa anafurahia Adamu anavyopokea vitu kutoka kwa Mungu. Alikuwa anafurahia Adamu anavyopokea elimu ya Mungu. Alikuwa anafurahia Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata alipoondoka, Mungu hakutulia moyoni. Ukitaka kujua Mungu hakutulia, utaona namna ambavyo ilibidi alipe gharama tena ili aweze kumrudisha mwanadamu. Ninajaribu kupiga
picha ndani ya moyo wangu. Mungu wakati amezoea kumtembelea Adamu katika bustani ya Eden, Biblia inasema kila jioni wakati wa jua kupunga, najaribu kupiga picha baada ya Adamu kuwa ameondolewa pale, Mungu alikuwa anajisikiaje? Umewahi kujiuliza kitu kama hicho? Una rafiki yako ambao umezoea kuzungumza naye, umezoea kupiga naye story, unampenda, unampa siri zako, unamfurahia, haleluya. Alafu ghafla yule rafiki awe mbali, na ni bora awe mbali kwa mema, amekuwa mbali kwa mabaya, utajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, wewe utajisikiaje? Una mtoto wako ambaye unampenda, alikuwa ni familia, yuko katika familia yako, ni mtoto wako, umezoea kila jioni kupiga naye story, kumpa mipango, kuongea naye, unamfurahia, alafu ghafla mtoto amepotea, ameenda mbali, na si katika mazuri bali kwa mabaya, utajisikiaje? Ni maumivu. Naongea na kanisa. Ni maumivu ambayo hawezi kuelezeka. Mungu alikuwa anasikia maumivu kwenye hicho kipindi ambacho yupo anatafuta namna ya kuweza kumkomboa huyu mwanadamu. Hichi kipindi kilikuwa ni cha maumivu kwa Mungu, kwa ajili ya mwanadamu. Haleluya kanisa. Alikuwa katika maumivu. Anamwona mwanadamu ambaye alikuwa amefurahia kupokea utukufu wake kupitia yeye. Mwanadamu yuko katika kuvuta bangi. Mwanadamu yuko katika mambo mabaya. Mtoto wake yuko katika hali mbaya. Ameishaitwa majina mabaya mengi. Naongea na kanisa. Haleluya. Utajisikiaje? Mungu alikuwa anajisikia vibaya. Ndio maana huu mstari unaturudisha. Anaposema sijawahi kuona na hakuna upendo mkubwa kama huu. Ikambidi akubali kushuka yeye mwenyewe. Biblia inasema yule neno alifanyika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ikabidi arudi aje kumtafuta mwanadamu, aupunguze utukufu wake, auvaa mwili wa mwanadamu ili aweze kumpata tena mwanadamu. Ongea na watu. Tunaelewana vizuri? Tuko pamoja? Akaacha ufalme wake, akauvaa ubinadamu, akauvaa mwili mchafu, mwili wa uovu. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha mtumishi wa Mungu huko Marekani. Sio ni Marekani, sio ni Korea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu anasema siku ambayo kuna siku Bwana alimtoa katika mwili akampeleka katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Alipotolewa katika mwili akapelekwa katika roho, alafu akawa na uangalia mwili wake ulivyolala pale, ulivyo mbaya. Haleluya. Nipungie mkono, tutaelewana vizuri. Ulivyo mbaya na mchafu. Yesu akamtembeza sehemu tofauti tofauti mbinguni. Alipomrudisha anamwambia, rudi tena sasa uende kaambia watu. Asema nani arudi? Hicho ni kitu gani? Anamwambia huu ni mwili ambao ulitoka, unatakiwa uingie hapo. Alikuwa na goma, akagoma. Ilikuwa ni by force mpaka arudi tena kwenye mwili. Maanake mwili mchafu mbaya. Huu ambao tunaona tumeupamba ni mchafu, ambao unaweza ukaupamba kwa namna yote ile, alafu baada tu ya kufa ni siku 2-3 huo mwili umeisha badilika. Yaani hata upulizie perfume ya gharama kiasi gani, hauwezi tena kuwa mzuri. Huo ndo mwili wa mwanadamu. Huo ndio mwili ambao Bwana wa majeshi aliuvaa kumrudisha tena mwanadamu aliyekuwa amepotea. Upendo.
una gharama. Upendo ni gharama. Mungu hakukubali kiume chake kipotee, bali anasema nitauvaa, nitajifananisha tu kama yeye, nitakula viazi kama wao, nitavaa viatu kama wao, nitatembea kama wao. Lengo niweze kuwarudisha tena wanao. Lengo ni ili waweze tena kunifurahia na mimi niwafurahie tena. Kwa sababu nisipoilipa gharama, hawataweza tena kunirudia na kuniabudu kama zamani. Unaweza ukaona upendo wa Mungu ulivyo ajabu, na unaweza ukayahisi machungu na maumivu ambayo Mungu alikuwa anayasikia katika kuja kumwokoa mwanadamu, akiangalia tangu alivyomuumba mpaka hapo alipo, na mpaka bado anashuka anarudi kwa ajili ya kumkomboa. Biblia inasema kikakalika kikao mbinguni, kasema ni nani nitakayemtuma aende huko? Ni nani atakayeenda ili aweze kuokoa wanadamu? Yesu akauvaa mwili ili aje kutukomboa. Natamani haya maneno siku ya leo uyatafakari. Unapomchukulia Mungu na unapomchukulia wokovu au unapomchukulia Kristo, isiwe hali ya kawaida, kwa sababu yoyote aliyelipa gharama kwa ajili ya mtu, kipo kikomo ambacho atakuja kuonesha sura yake ya pili. Haleluya! Kipo kikomo ambacho atakuja kuonesha sura yake ya pili, na sura yake ya pili ni hii. Kuna maneno katika Biblia yanasema kwamba kuna wakati watu hao watakuja, nitawaambia ondokeni kwangu, ni siwajui. Haleluya! Haleluya! Kwa sababu gani? Kwa sababu hii sura ya kwanza ni ya neema. Hii sura ya kwanza ni ya neema. Ya yeyote atakaye kuja kwangu, ampokee Kristo, amwamini Kristo, ili aweze kupata access ya kumwona Baba. Anasema mtu asipompokea Yesu kama njia, kweli na uzima, hawezi kumwona Baba. Kwa hiyo yote anayekubali Kristo, akazikubali habari hizi, akasadiki juu ya habari hizi, yuko katika familia ya Baba. Kwa hiyo si jambo jepesi kama tunavyolifikiria. Upendo una gharama. Akakubali kufa, anasema nikautoa uhai wangu ili wao waupokee. Tuliokuwa tumekufa ili tuwe hai tena, turudishwe tena katika bustani, turudishwe tena katika uzuri na wema wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya leo kuna kuhuishwa kwa ajabu sana kwa ajili yao. Haleluya. Hasa kuna vitu pia katika kitabu cha Warumi tumesoma. Ninajaribu kukujengea msingi uone upendo wa Mungu ulivyo mkubwa kwa ulimwengu. Tumesoma kwamba Paulo anasema aliutoa uhai wake yeye mwenyewe, alikubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu yeye mwenyewe. Manake nini? Manake hakuna mwanadamu aliyekuwa anaomba ili Yesu aweze kumwokoa, kwa sababu tulikuwa katika dhambi, tulikuwa katika utumwa. Naongea na kanisa. Hakuna neno lolote au tendo lolote lilo jema, lilo zuri, ambalo kama Mungu lilimvutia aweze kuja kumwokoa mwanadamu, kwa sababu tulikuwa wenye dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti, na tulikuwa tumekufa, tulikuwa utumwani mwa Shetani. Kwa hiyo nani anayeweza kuwa katika utumwa na akaomba?
Hakuna. Na akatenda matendo mazuri? Hakuna. Tulikuwa tumekufa. Kwa hiyo hakuna aliyeomba mpaka Mungu akashuka kwa ajili ya kuja kutuokoa. Ni lile pendo lake la kwanza, pendo la agape. Mpigie Bwana makofi na vigelegele. Haleluya. Ni lile pendo lake la kwanza ndilo lilomfanya aweze kuja tena, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Yaani mahali ambapo mimi nilikuwa natakiwa kufa, akafa badala yangu. Zamani Biblia inasema kwamba katika Agano la Kale mtu alikuwa akitenda dhambi. Katika kipindi cha Agano la Kale mtu alikuwa akitenda dhambi, anaambiwa ni sadaka gani ambayo anatakiwa atoe kulingana na aina ya dhambi aliyoifanya. Alafu ile sadaka ikija, iwe ni ya mnyama au ya ndege, yule mtu anachukua mkono wake, anaweka mkono juu ya yule mnyama, alafu anatamka neno kwamba zile dhambi ambazo zilikuwa ndani ya huyu zimeingia ndani ya mnyama. Mnyama anateketezwa. Manake mnyama anakufa badala ya huyu. Ongea na kanisa. Lakini kwa bahati mbaya Biblia inasema kwamba dhambi zilikuwa zinafunikwa. Utaona katika Agano Jipya wakati pia hata Daudi amewahi kuyazungumza maneno haya. Anasema dhambi zenu zitakuwa mbali kama magharibi na mashariki, sitazikumbuka tena. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema ondoleo la dhambi. Manake anafuta, anaondoa. Kwa hiyo Yesu aibidi badala sisi ndo tufe, akakubali kuzibeba dhambi zetu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni mkubwa sana. Paulo anasema tutapataje kuokoka tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajaribu kukuonesha upendo wa Mungu kwako. Wewe unayenisikiliza na unayenitazama kwa njia ya YouTube. Sasa huyu aliyekufa kwa ajili yetu na akasema yeyote atakayeniamini mimi ataipokea huo uzima, ataipokea neema ya upatanisho, atarudi tena katika nafasi yake. Siku ambayo mwanadamu hajampokea wala hajaelewa tendo hili kubwa ambalo lilifanyika, nataka nikwambie ni hatari sana katika maisha ya mwanadamu. Kanisa, haleluya. Mwambie jirani yako upendo wa Mungu. Afu mwambie upendo una gharama. Leo tutaangalia mambo matatu. Tutaangalia mambo matatu au gharama zilizo ndani ya upendo. Andika tu gharama zilizo ndani ya upendo. Gharama zilizo ndani ya upendo. Naomba unisaidie kunifungulia katika Luka 9 na ule mstari wa 23. Nitasoma. Anasema akawaambia watu, mtu yoyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Yanaweza akawa ujumbe mgumu kidogo siku ya leo, lakini kuna mahali Mungu anataka kutafakarishe. Amina. Uwezi ukazungumza gharama kana kwamba ni kitu chepesi chepesi.
Gharama si kitu chepesi. Gharama ni kitu kikubwa sana. Unaweza ukakutana na mtu akakwambia, hapo unaponiona nilipofikia, nimelipa gharama. Hujawahi kumsikia mtu kama huyo? Maanake nini? Anajaribu kukupa tafsiri ya yale ambayo ameyapitia mengi na magumu mpaka kufikia pale alipo. Kwa hiyo unapozungumza gharama, hatuzungumzi kitu chepesi, ni kitu kikubwa sana. Na natamani ukielewe. Haleluya. Gharama si kitu chepesi, ni kitu kigumu na ni kikubwa. Kwa hiyo kati ya vitu ambavyo nataka uvielewe leo, ambao viko ndani ya gharama, ni kujitoa. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya gharama. Kimojawapo kitu ambacho kiko ndani ya gharama ni kujitoa. Kujitoa ni nini? Kujitoa ni kukubali kukabiliana na jambo lolote ambalo linaweza likawa kinzani kwa ajili ya kumtafuta Mungu au kwa ajili ya kutafuta kile unachokitafuta. Ni kukubali. Kujitoa ni kukubali kukabiliana na kitu chochote ambacho kinaweza kikataka kukuzuia wewe kutokuweza kupafikia pale unapotaka kupafikia. Gharama iko ndani. Kujitoa kuko ndani ya gharama. Haleluya. Kujitoa kuko ndani ya gharama. Hauwezi ukasema unampenda mtu kama hujajitoa. Mungu aliposema anatupenda, hata tulipokuwa tumepotea katika dhambi, aliposema anatupenda, alijitoa kwa ajili yetu. Alikubali kukabiliana na chochote. Na ninapozungumza kujitoa, haina maana hakikuwepo kikwazo. Naongea na kanisa. Haina maana kwamba safari ilikuwa rahisi. Safari haikuwa rahisi. Kuna kipindi Yesu aliingia kwenye maombi, Biblia inasema kwamba mpaka damu zikamtoka. Haleluya. Kuna kipindi Yesu yuko kwenye maombi mpaka anasema anatamani kikombe hiki kimwepuke. Kujitoa iko ndani ya gharama. Lakini nini Yesu alichokuwa anakiangalia? Mtu aliyeamua kujitoa haangalii makwazo, haangalii vitu ambavyo vinamzuia, anaangalia kila ambacho anatamani kifanyike. Naongea na kanisa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haangalii haya yanayompinga, anaangalia mwisho wa kile kitu ambacho amedhamiria kiweze kutendeka na kiweze kufanikiwa. Ndiyo kujitoa. Mimi naangaliaga wale watu ambao amefikia umri wake wa kutaka kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata familia inaweza ikawa imewakataa, lakini kama huyu mwanaume amempenda huyo mwanamke, Bwana Yesu asifiwe, yuko tayari, watampa majina yote mabaya, yuko tayari ila mpate kile kitu chake cha thamani. Naongea na kanisa. Kwa hiyo sio safari rahisi. Hakikuwa kitu chepesi. Isingekuwa hivyo Yesu asingeomba hayo maombi kwamba ikiwezekana. Hapana. Maana ilikuwa ni jambo zito. Naongea na kanisa. Halikuwa jambo dogo. Lakini Yesu alichokuwa anakiangalia nini? Alikuwa anaangalia namna ya kuirudisha ile mamlaka iliyokuwa imepotea ndani ya mwanadamu. Akimwangalia mama fulani yupo katika mambo mabaya, amefungwa na uchawi, ameshikiliwa na mambo mabaya. Akiangalia vijana wameshikiliwa na vitu vya ajabu katika ulimwengu, akiangalia shetani
alivyo na nguvu juu ya watu wake. Mungu akasema niko tayari, najitoa kwa ajili ya watu wangu. Naongea na kanisa leo. Haleluya. Mtu aliyeamua kujitoa huwa hesabu gharama, hahesabu vitu vitakavyotokea. Hahesabu. Yeye anakuwa na focus na kile ambacho anakitaka. Na mtu anaye focus na kitu anachokitaka, hata kuumizwa anaweza asikie maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata kiangushwa atainuka tu tena, kwa sababu anaangalia kile anachokitaka. Ndivyo Mungu wetu alivyofanya kwetu. Alijitoa kwa kuangalia nini ambacho anataka kufanya kwa mwanadamu. Hata makwazo alivyoinuka, amekaa na wakina Yuda, amekaa na kina Petro, amewafundisha vingi. Huyu Yuda ameenda amemsaliti, hakujali hicho. Bwana Yesu asifiwe. Ameingia kwenye maombi, ameomba na wanafunzi wake, akakuta wamelala, hakujali hicho. Naongea na kanisa. Haleluya. Hakuna kilichomzuia Yesu kuweza kufanya kila anachokitaka. Kwa nini? Alikuwa ameshajitoa ili tuweze kuokolewa. Kwa upendo una gharama, na gharama zizo ndani ya upendo mojawapo ni kujitoa. Mwambie jirani yako kujitoa. Kwa hiyo hili na sisi ambao tutasema au tunasema tunampenda Yesu, lazima hii gharama haikwepeki kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haikwepeki. Kwa sababu tunapokubali kumpenda Yesu na kumrudia yeye, maanake kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavipenda, itabidi tuvipoteze kwa ajili yake. Naongea na watu? Haleluya. Itabidi tuvipoteze kwa ajili yake. Kuna vitu ambavyo tutabidi tuachane navyo kwa ajili yake. Hapo ndipo tutakaposema tumeamua kujitoa kwa Yesu. Tumeamua kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna maisha ambayo unaweza ukayapitia. Kuna vitu ambavyo unaweza ukakutana navyo katika safari yako ya kumtumikia Mungu au safari yako ya wokovu. Lakini hivi vitu havitaki kukatisha tamaa. Maana umekubali kujitoa kwa ajili ya Kristo, kuna wakati unaweza ukapita kwenye kipindi kigumu. Wewe si wa kwanza. Hata Yesu wakati anakuja kutuokoa alikipitia hicho kipindi. Naongea na watu. Haleluya. Alikipitia hicho kipindi. Alikataliwa, alitemewa mate, alidhalilishwa. Naongea na kanisa. Alionekana si kitu. Akaambiwa kwamba unatoa pepo kwa mfalme Zerubabeli, mkuu wa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Alidhalilishwa, alisingiziwa. Kuna wewe usichukue namna hiyo, lakini katika maisha na safari yako ya ufalme wa Mungu au safari yako ya kumtumikia Mungu, ukavionja kwa ajili ya Yesu. Nataka utafakari, je, utamwacha Yesu kwa ajili ya hivyo vitu? Kwa sababu yeye hakutuacha. Kwa sababu alikuwa amejitoa. Hakutuacha hata alivyopigwa bakora. Alivuliwa nguo zote hadharani, anapigwa na anahangaishwa. Kwa sababu alikuwa ameshajitoa kwa ajili yetu. Hakusema basi inatosha ishia hapo. Alisema ni mpaka kila kilichopotea kwa watoto wangu lazima warudishiwe. Niko tayari kudhalilishwa, niko tayari kuonewa, niko tayari kutemewa mate. Lazima watu wangu wapone, lazima watu wangu wafunguliwe, lazima watu wangu warejeshewe. Alikuwa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi na wewe ndivyo inavyotakiwa. Kama tumeamua kumfuata Yesu, lazima tuwe tayari.
Ulimwengu utakucheka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliyempokea Yesu akapigiwa makofi. Hakuna. Naongea na watu. Hakuna aliyempokea Yesu katika jamii, katika dunia ambayo haiamini, haielewi, ikampigia makofi na kumshangilia. Wote waliompokea Yesu wakati katika ulimwengu walichekwa. Haleluya. Walichekwa, walidharauliwa, walionekana hawana akili, wamekosa cha kufanya. Hawa hawana hela, ndio maana wameamua kumpokea Yesu. Ni sehemu ya kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo anasema katika Warumi 8 mstari wa 35. Anasema ni nini kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Je, ni njaa? Je, ni uchi? Je, ni upanga? Je, ni hatari? Je, ni wenye mamlaka? Ni mambo yaliyoko? Ni mambo yatakao kuwako? Anasema katika yeye nimejua hakuna kitakachonitenga na upendo wa Kristo. Maanake kuna gharama ambazo alikuwa ameshaziangalia Paulo. Na kila kijaribu kuangalia, anaona hakuna cha kufananisha na Kristo. Akiangalia njaa ya tumbo hili, haoni kama inaweza kumtenga na Kristo kwa gharama aliyoingia kwa ajili yake. Naongea na kanisa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Paulo alihesabu ile gharama na aliangalia, akaona hakuna. Kwa upendo, gharama mojawapo ni kujitoa. Katika safari yako ya kumtumikia Mungu na kumpenda Mungu, kuna vitu unaweza kukutana navyo visikutenge na Mungu, visikutoe kwa Kristo. Haleluya. Visikutoe kwa Kristo. Mambo mabaya yaliyo katika ulimwengu huu, visingizio vingi. Unaweza ukasingiziwa. Mama moja yafanya. Usipige simu na kusema mchungaji, yani kitendo cha mimi kuokoka tu, wamenisingizia eti mimi ni mchawi. Si mmeyapata hayo? Oh, kuna wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umesingiziwa. Umeambiwa wewe ni mchawi. Eti kwa sababu umeingia katika nyumba yako, wanataka kufanya vitu vyao. Wameikuta nguvu ya upako, nguvu ya the living God church ikiwa imezingira nyumba yako. Wamenaswa, wamekimbia. Anasema yule mwanamke ni mchawi. Umesingiziwa kwa ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu elimu ya ulimwengu huu, uchawi ndio una nguvu. Elimu ya ulimwengu huu, wao wanaona uchawi ndio una nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema mtu yoyote akitaka kunifuata ajikane, ndipo anifuate. Aubebe msalaba wake anifuate. Mtu atakayeishi kwa kuangalia nyuma hanifai katika ufalme wangu. Mtu anayetembea na kuangalia nyuma, anaanza kuhesabu zamani mimi nilikuwa napokea vitu fulani. Anaanza kukumbuka vitunguu saumu vya Misri. Anaenda katika nchi ya ahadi, anakumbuka vitunguu saumu, anakumbuka mali za Misri, anakumbuka vyakula vya Misri, anakumbuka utajiri wa Misri. Huko anatakiwa kuelekea Kanaani. Hanifai katika ufalme wangu. Yeyote anayetaka kunifuata ajikane, awe tayari kunifuata. Mahali nitamwambia aende, aende. Nikimwambia kaa, akae. Nikimwambia tuendelee na safari, aendelee, asiangalie nyuma. Yeyote anayetaka kunifuata inabidi ajitoe. Ajikane kwa habari ya mambo ya ulimwengu huu. Kwa sababu hauwezi kushinda ulimwengu nje ya Kristo. Naongea na kanisa. Kwa sababu ni Kristo pekee aliyefanyika mlango wa sisi kuingia katika ufalme wa Mungu.
wa sisi kuwa katika familia ya Mungu. Yeye ndiye aliyefanyika mlango wa sisi kuweza kuturudisha tena katika ufalme, katika familia ya Mungu, ili tuweze kuitwa tena watoto wa Mungu. Asema bali wao waliompokea aliwafanya kwa watoto wake, ni wale waliaminiwa jina lake, waliozaliwa si kwa mapenzi ya kibinadamu bali kwa mapenzi ya Mungu. Kanisa, tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kujitoa. Mwambie jirani yako kujitoa. Upo tayari kujitoa kwa ajili ya Kristo? Haleluya. Upo tayari kuendelea kumwabudu Mungu pasipo kujali kikwazo chochote ambacho kitakuja mbele yako? Au pale siku ambayo pesa zimejaa mfukoni ndio siku ambayo utakuja madhabahu na kutoa sadaka ya shukrani na kumwambia Mungu amenikumbuka. Afu baada ya hapo utaenda tena, safari yako ya kumwabudu Mungu itapotelea pale. Haleluya. Haleluya. Utaendelea kukubali katika mambo ambayo yanaendelea katika maisha yako wewe mwenyewe, vitu ambavyo unavipitia, lakini havitaweza kukurudisha nyuma. Unajiambia nitaendelea kumwabudu Mungu, nitaendelea kudumu katika nyumba ya Mungu, nitaendelea kudumu kumtumikia Mungu, nitaendelea kudumu kuomba. Kanisa, tupo. Nitaendelea kudumu kuwashuhudia watu, hata kama ninawashuhudia wananitukana, nitaendelea kuambia Yesu ni Bwana. Au siku watakao kutukana utaiacha injili, hutahubiri tena. Haleluya. Haleluya. Siku moja nilikuwa nipo na hubiri kwenye hizi za mtaani. Nimesimama nipo na hubiri, mwenyewe nimekazania Yesu ni Bwana. Na hubiri. Jamaa mmoja akanitokea, akanionyesha kitu cha ajabu, akaniambia wewe hichi ndio umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Akanionyesha hichi ni cha kwako. Kitu cha ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Alafu hapo nisuse niseme Bwana, angalia wananizushia vitu vya ajabu, sirudi tena ule mtaa kuhubiria. Unakuwa tayari kukabiliana na chochote. Utatukana. Sijui kama haya maneno mnayaelewa vizuri. Utafedheshwa. Kuna vitu Mungu atakuwa na virusi kwenye maisha yako, kuipima imani yako na kuangalia moyo wako kwake. Je, Petro wanipenda? Bwana nakupenda. Utadumu au baada ya shida na taabu ambayo mtapepetwa kama ngano utanikimbia? Utasema simjui mtu huyu. Mungu atusaidie. Mwambie jirani yako Mungu atusaidie. Haleluya. Lakini kitu cha pili ambacho kiko ndani ya gharama, kitu kingine ambacho kiko ndani ya gharama ni huruma. Kisoma katika Warumi 4 mstari wa 20. Samani ni Luka 6. Samani Luka 6 mstari wa 36. Luka 6 mstari wa 36. Luka 6 mstari wa 36. Neno la Mungu linasema, unabarikiwa. Amen. 36 anasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Hii ni sehemu ya gharama ambayo ipo ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Huwezi ukasema kwamba unampenda Mungu kama hauna huruma ya Mungu ndani yako. Kwa sababu ukishampokea Kristo, umezipokea na tabia zake. Haleluya. Na huruma ni sehemu ya gharama. Kuwahurumia watu. Mungu alituhurumia. Mungu alituhurumia. Ile huruma ya Mungu ndiyo iliyomfanya atufuate. Alituhurumia kwa kuangalia ile mateso ambayo tuko nayo, ambao tangu mwanzo alikuwa mpango wake Mungu sisi tuyapitie. Kanisa, tuko pamoja? Ilikuwa si mpango wake yeye sisi tuyapitie. Kwa hiyo ile huruma ilimvuta Mungu, ilimfanya Mungu aweze kutuhurumia na kutusaidia. Huruma au kumhurumia mtu ni namna ya kuangalia shida yake na kumsaidia. Ni kuiangalia shida na ukaamua kumsaidia. Si kwa sababu amekuomba. Naongea na kanisa. Si kwa sababu amekuomba. Umeiona ni shida, unaamua tu kumsamehe na kumsaidia. Ndio kumhurumia mtu. Mungu aliamua tu mwenyewe kutusamehe. Tumpigie makofi Bwana. Haleluya. Hatukumuomba msamaha, hatukufanya chochote, aliamua tu kutusamehe bure. Bure. Alafu akaja kutusaidia. Alituhurumia kwa nini? Kwa sababu alikuwa anaona mahali tulipo si salama. Tuko katika mateso. Akaamua kuja kutusaidia. Huwezi ukasema mtu unamhurumia kwa kumwangalia pasipo kumsaidia. Ni kweli? Ni kweli jamani? Ni kweli? Yaani namuona huyu mtu kila siku anapitia shida fulani. Alafu hiyo shida mimi ipo ndani ya uwezo wangu kumsaidia. Siwezi kusema ninamhurumia kwa maneno. Huruma yangu ili iweze kutendeka vizuri kikamilifu, itabidi nimsaidie kumtoa katika ile shida. Haleluya. Haleluya. Ndicho Mungu alichokifanya kwetu. Alituhurumia, akatuangalia tunavyoteseka, akakubali kuja kututoa. Kuna wakati Yesu alikuwa yuko katika kufundisha, kuhubiri. Biblia inasema Yesu alipoangalia wale watu walivyo wagonjwa, walivyo katika maumivu, walivyofungwa, Biblia inasema Yesu huruma zake akawaponya wote. Hata yule ambaye alikuwa hajui kama atapona, haelewi chochote, Yesu akaamua kumponya tu. Akaamua kumsamehe tu. Ndio maana Yesu wengine walikuwa wanamwendea, wanasema huyu mama ametenda dhambi, huruma zake Yesu anasema umesamehewa. Nenda nyumbani. Huruma. Huruma. Haiendelee kumhesabia mtu makosa. Kumkuta mtu yuko pale ameteseka, unasema nao ndivyo alivyo, walitenda dhambi tu ndio maana wako hivyo. Mwenye huruma anasema inuka uende nyumbani. Umepona. Haleluya. Ukawe mmoja wapo siku ya leo ya kuhurumia na Bwana. Akutoe kwenye shida ulioingia nayo na uliokaa nayo kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kwamba tumeomba maombi mengi Mungu akatuhurumia. Alituhurumia tu hivyo tulivyo kwa kuangalia matatizo na shida. Na akaamua kutuponya. Akaamua kuja kutufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani siku ya leo Mungu aweze kubadilisha vitu vipya kwenye maisha yako. Azalishe vitu vipya kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini huwezi ukasema unalipa gharama kama hauna kitu kinachoitwa uvumilivu. Na hii ndio itakao pointi yangu ya mwisho na kuingia katika tendo zuri na la baraka ambalo liko mbele yetu. Haleluya. Huwezi ukasema unalipa gharama au niseme gharama
Na vipo vitu ambavyo vinaibeba, vinaikusanya ili useme hii ni gharama. Moja wapo ni uvumilivu. Sema uvumilivu. Uvumilivu ni tunda la Roho. Ni tunda linalotoka kwa Mungu. Ndio maana katika ulimwengu kitu kinachoitwa uvumilivu ni kigumu sana. Lakini kwa mtu ambaye amelipokea hili tunda linalotoka kwa Mungu ni kitu rahisi sana. Haleluya. Kwenye ulimwengu uvumilivu ni mgumu. Mtu akiangalia, bado nina miaka hii, mpaka nina miaka 30 ngapi, bado sijafanikiwa kitu fulani. Hapana, lazima nipite popote ili nifanikiwe. Nipo tayari kuchinja mtu ili nifanikiwe. Mtu kakosa uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi nimefikisha miaka hii bado sijafanya vitu fulani. Haiwezekani. Itabidi nipite mahali popote ili bado nifanikiwe. Ulimwengu huu uvumilivu ni kitu kigumu sana. Na kuna vitu vingi vinaendelea na vinafanyika kwa sababu ya tunda la uvumilivu halipo ndani ya mioyo ya watu. Na hili tunda linapatikana kwa Mungu. Kanisa haleluya. Kanisa haleluya. Yaani mtu anaenda kwenye biashara zake, anauza eti leo amekuja na 10,000. Anaanza kupiga mahesabu. Hasa 10,000 hapo nile, hapo 10,000 nilipe kodi, hapo 10,000 nifanye kesho kuna mpango mwingine na bili nifanye. Uvumilivu umemshinda, hawezi tena. Haleluya. Hivi mimi ni kijana, nimefikisha umri fulani, bado tu mimi sijaolewa. Haiwezekani. Lazima nifanye chochote. Uvumilivu ni tunda linalotoka kwa Mungu. Hivi hawezi. Mungu alituvumilia. Ni kati ya moja ya gharama. Wakati anafanya mpango wa kutuokoa, alikuwa anavumilia, masia maumivu, akiangalia mambo tunayoyafanya, anasikia maumivu. Na Mungu ni mvumilivu mpaka siku ya leo. Yaani hivi ninavyoongea na wewe, Mungu anatuvumilia. Kwa sababu kile kimo ambacho anatamani sisi tuwepo, bado hatupo. Anatuvumilia. Ambavyo kama mwanadamu ambaye wa kawaida hana hili tunda la Roho. Hivi hujawahi kukutana na mtu akakwambia, yaani mimi ningekuwa ni Mungu, nishafyekela mbali hapa. Yaani mimi ningekuwa ni Mungu, nakwambia hao ningekuwa nishawaondoa kabisa mjini. Mtu anaongea maneno kama haya. Waweza kuelewa nini ambacho nazungumza? Kwamba mwanadamu wa kawaida ambaye hana hili tunda ndani yake anaweza akafanya uamuzi mgumu na mbaya. Uvumilivu ni tunda la Roho, na ni tunda linalotoka kwa Mungu mwenyewe. Na waweza kulipokea ni wale ambao wapo ndani ya Yesu. Maana wao ndio ambao wamepokea neema ya Roho Mtakatifu kukaa ndani yao. Kwa hiyo hata wakiwa wanapita kwenye mambo magumu, wanapita kwenye hali fulani, wakati Mungu yupo anawajenga, anawatengeneza, bado wanaendelea kuvumilia. Na wanavumilia wakiwa na imani kwamba yataisha, kwamba nitafika pale, kwamba kuna kitu kizuri ambacho kimeandaliwa mbele yangu. Hawavumilii tu kwamba wanavumilia ili mradi, hapana. Wanavumilia wakiwa na purpose, kwamba kuna kitu Mungu anakitengeneza kwenye maisha yangu. Ndio maana ninapita hapa. Haleluya kanisa. Anavumilia akiwa na uhakika kwamba kuna sehemu Mungu anataka nipeleke. Mungu alituvumilia akijua kwamba kuna siku yule ataokoka. Ngoja nimvumilie. Kuna siku hao watu watakuja kuwa watumishi wangu. Anatuvumilia. Kuna siku huyu mtu atakuja kuiacha hiyo tabia. Mungu ana uhakika. Anavumilia akiwa na uhakika kwamba kuna siku watu wangu watatoka hapa. Na sisi vivyo hivyo lazima
tuwe na roho ya uvumilivu. Lakini pia tuwavumilie wenzetu. Tuvumiliane pia sisi kwa sisi. Haleluya kanisa. Uvumilie mtu ukiamini kwamba anaweza kubadilika. Usimhukumu moja kwa moja kwamba huyu hawezi. Yaani huyu anapokunywa pombe hivi, anapiga kreti nzima, haiwezekani, hawezi kubadilika. Haleluya. Anaweza kubadilika. Yaani sisi kwenye familia yetu, hakunaga hata mmoja ambaye amewahi kufika mahali fulani, hakuna. Haleluya. Unajiambia wewe ndo wa kwanza. Wakati kwa sababu huko unapitia kwenye mambo magumu, unahisi kwamba haiwezekani. Vumilia ukiwa na imani ya kwamba kuna mambo mazuri mbele yako. Biblia inasema Ibrahimu kwa kuiangalia ile ahadi, pamoja na kuchelewa kwake kupata mtoto, alivumilia. Naongea na watu. Haleluya. Ibrahimu alivumilia akiwa na uhakika kwamba Mungu aliyesema si mwanadamu. Mungu aliyesema ni Mungu wa kweli. Alivumilia huku akiangalia ile ahadi. Anaona miaka inaenda. Anaona muda unaenda. Anaona siku zinaenda. Imefikia hatua Sara, umefika ukomo wa yeye kuweza kupokea mtoto. Kwa taratibu za ulimwengu huu. Haleluya. Kwa namna ya ulimwengu huu, Sara amekoma, haiwezekani tena. Waza kama ni wewe unakuaje hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaenda mpaka miaka 40 naambiwa, vumilia tu utaolewa. Haleluya. Itakuwaje hapo? Utaanza kujihesabia, hivi kweli mimi ni mwanadamu wa kawaida? Haiwezekani, haiwezekani. Haleluya. Unaanza kujihesabia, hivi kweli naweza? Haiwezekani. Hapana, wakati mwingine tutumie akili, utaongeza tu neno lako. Wakati mwingine tunasema kwamba Mungu anasaidia, lakini na sisi tujisaidie. Kwa hiyo ukiona mambo yamechelewa hivi, na wewe jiongeze, na wewe jiongeze. Unakutana sasa na watu wa ulimwengu huu, jiongeze bwana, na wewe umekaa jiongeze. Anasema eti kweli nabii nijiongeze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ndani ya Kristo, tunda hii inatakiwa iwe sehemu ya maisha yako, kuvumilia. Ukivumilia ukiwa unaangalia ahadi ya Mungu. Kwa sababu chochote Mungu alichokisema kwenye maisha yako kina muda sahihi kwa wewe kukipokea. Haleluya. Sio muongo. Kina muda na majira sahihi ya wewe kukipokea. Kwa uvumilivu wako wa kuendelea na bidii ile ile na juhudi ile ile ya kuendelea kumtumikia Mungu, kumwabudu Mungu, huo ndio uvumilivu wa kweli. Sio ninalala nyumbani najiambia namvumilia Mungu nikiwa huku. Ngoja nilale kwanza nitulie. Unaendelea na bidii ile ile. Kama ni maombi unaendelea kuomba, hujapata mtoto, unaendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haujapata kazi, hauna kazi, unaendelea kuomba. Bidii ile ile, unaendelea kufunga. Bidii ile ile, unaendelea kuifanya kazi ya Mungu kwa mahali popote alipokuweka, kwa msukumo wote aliokupa, unaendelea kumtolea Mungu kwa bidii na juhudi ile ile. Huku ukiangalia ahadi ya Mungu. Zakaria kuhani anaiangalia ahadi ya Mungu kwamba Mungu atanipatia tu mtoto. Uvumilivu hauhesabu muda. Haleluya. Hauhesabu kwamba huu ni mwaka wa kwanza, jamani huu ni mwaka wa pili. Mtu aliyeamua kuiangalia ahadi, angalii muda. Analiangalia lile neno mpaka litimie. Kwa kukaa katika juhudi na bidii ile ile. Muulize jirani yako, utazidi kunivumilia?
utaendelea kunivumilia? Hata kama nimekukwaza jirani yangu, utanivumilia? Ukiamini kwamba nabadilika. Haleluya. Umenifundisha vingi, sijafanya chochote. Utaendelea kunivumilia? Na utaendelea kunifundisha au utaniacha? Umenionya mara ya kwanza, ni kweli sijabadilika. Utanitupa? Umeniombea ili nitoke hapo, sijatoka sasa. Utanitupa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kweli umenisaidia mara nyingi, kwa sababu Mungu anatusaidia mara nyingi na hatutupi na hatuachi. Leo ni siku yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua hatua ya kusimama.